Nilizungumza mwaka 2023 wakati vita kati ya Hamas na Israeli imeanza Oktoba 7, 2023. Nikazungumza hapa mambo ya ghaibu ambayo mtume alifundishwa na akatuletea sisi, kwamba huu wakati sio wakati wa Israeli kupigwa, lazima Israeli atampiga tu Hamas. Nikaambia we Mkristo, we mpagani, we Myahudi, umeipwa, umetumwa. Nikapewa matusi debe 10. Lakini always mimi hata mkanitukana nchi nzima, dunia nzima, nitasimama kwenye ukweli. Siwezi kutetereka na kauli za watu. Yaani mimi katika watu ambao hawatetereki na kauli za watu ndio mimi. Na mwalimu wangu ndo anayeongoza. Mimi nipo ila mwalimu wangu anaongoza. Ndiye mwalimu ambaye anasimama katika msimamo. Unajua huu ndo ukweli, unabaki kwenye ukweli. Iko wapi leo Hamas? Leo Hamas imeenda wapi? Leo Hamas imesambaratika. Hamas imedhoofishwa. Lengo la Israeli lilikuwa ni kuidhoofisha Hamas. Niliongea hapa, Israeli imeitengenezea mtego Hamas ili iweze kuipiga. Maneno mengi. Leo Hamas iko wapi? Imenyang'anya silaha. Ipo, imekaa tu. Kuna mpumbavu mmoja kutoka kule Buza kule ndani kule anasema Hamas iko pale, ipo. Bado iko pale Gaza, ina nguvu. Yaani wewe watu wakuvue suruali ishuke mpaka kwenye magoti na kila kitu kinaonekana, afu useme lakini hawezi kufanya chochote. Hawezi. Huna akili. Tumia akili yako vizuri. Wakati mwingine natumia lugha kali kwa sababu ya hali ya watu ilivyo. Watu vitu tuamke, tuache ujinga. Hakuna anayejua masuala haya yanayokuja kutokea mbele isipokuwa Allah na mtume wake. Allah anasema hakuwa Mwenyezi Mungu kwa kukufichilieni nyie ghaibu isipokuwa kumteua mtume anemtaka yeye na kumfundisha ghaibu, mambo yajayo. Na kwetu sisi ni mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anayejua masuala ya ghaibu. Ninachokiongea mimi sio kigeni. Kipo ndani ya Qur'ani, lakini umma leo umejawa na wanafiki. Mfano hakuna. Allah anasema katika suratul Nisa, wanapoambiwa watu njooni kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu na mtume wake ameteremsha, utaona wanafiki wakikupisha, wakiyakimbia au wakikubishia kwa upinzani. Yaani utaona kama vile wanapita wanaaga maiti, afu wanapokea ukinzani fulani tu hivi. Wanafiki hawajai kuisha, wapo enzi na enzi. Niliongea mwaka 2023, nayoongea leo kuhusu Iran. Niliongea hata kuhusu Gaza, kuhusu Hamas. Leo Hamas iko wapi? Hamas leo iko wapi? Unaongea unataka sifa. Wewe sifa zako zinisaidie nini mimi? Mimi nataka wewe uelewe ukweli. Sitaki sifa zangu unigemi, sifa zinanisaidia nini? Hamas leo iko wapi? Hauwezi hata kusema Hamas imekweli Hamas. Huwezi, kwa sababu unafiki umekujaa kwenye roho yako. Umejaa unafiki na chuki na mashetani yanakusumbua. Kufa na chuki yako. Hamas leo imeenda wapi? Hamas imedhoofishwa, haina nguvu tena. Ile ardhi yote ya Gaza saizi ni mali ya Israeli. Ardhi yote ya Palestina ni mali ya Israeli. Inayofuata ni ardhi ya Lebanon na itakuwa chini ya Israeli kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Syria, Iraqi zote zitapigwa, zitakuwa chini ya Israeli. Jordani zote chini ya Israeli. Ili kukamilika taifa la Greater Israel, lazima haya yatokee. Na pia mpinzani mkubwa wa Israeli ambaye ni Irani lazima atadhoofishwa, aweze kushuka kinguvu. Haya ndio maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima adhoofishwe, ashuke kinguvu, ndipo masuala mengine yaweze kuendelea. Au apigwe endapo atakataa kudhoofika kwa kidiplomasia, kwa mikataba ya maandishi. Lazima wampige. Kwa hivyo yote haya lazima yatokee. Tuache ushabiki, tuache kuwa na mbio. Tumche Allah. Haya masuala yatokee kwa bahati mbaya. Masuala haya yanatokea kwa sababu yamezungumzwa kwenye vitabu vya Allah. Yapo. Ni sisi na uzito wa akili zetu tunaanza kuona kama mimi ninachokiongea ni kigeni.
Lakini mimi ugeni wake ni upi? Ugeni wake ni mimi kuyatazama matukio ya leo duniani na kuyaconnect na ayati za Allah. Huo ndio ugeni basi. Lakini elimu ni ile ile. Ugeni ni kwamba mimi leo nachukua matukio ninayoyaona duniani na compare kwenye matukio ya Qur'ani, kwamba tukio hili mbona linafanana na tukio hili, Mtume alisema hivi. Hilo ndio ugeni kwa umma leo. Umma umezoea kupewa story za bunjuani zile za yani unajua kila miaka tunakumbushana somo moja. Wazazi wako. Kuna mengine mengi za hizi umma unayapitikia. Why tuyazungumzi hayo? Kwa nini? Kwa hivyo ndugu zangu, tumche Allah. Kitu kama huna ujuzi nacho usipende kutumia hasira, usitumie matusi, usitumie ghadhabu. Upe ubongo wako muda wa kutafakari. So kila ambacho wewe ukijui basi sicho. Kuna vingine wewe huna ujuzi navyo. Na sio kila unayemwona anajua umfanyie husda kwa kumchukia. Wengine wamekuja kwa ajili ya kufungua wewe. Hasa ukianza kuonesha husda, chuki, utashindwa kufika lengo na mwisho siku utakuwa kama nani? Kama wale Firauni na wengineo. Kwa sababu Firauni alichokikosa pale, alichokifanya pale ni kiburi. Kuonesha kiburi kwamba Musa anaongea ukweli ndio, lakini siwezi mimi kushuka. Siwezi mimi kusema leo nishuke nimwamini Mungu wa Musa. Nitaonekana nimemtii Musa. Acha kuniangalia mimi, angalia anachokiongea huyu ni nini. Sio uangalie yule. Mimi sitaki kunitii, sitaki kunifuata. Na mimi sitaki mabubusa wanifuate mimi. Nataka mtu anifuate maadamu tafakari kajua huu ndio ukweli. Tuko pamoja. Lakini mtu ambaye amenifuata kibubusa mimi simtaki. Atoke aende. Kwa hivyo ndugu zangu, tumche Allah. Nawapenda sana na ninapenda pia muweze kufahamu ukweli, kwa sababu ndio utakaotufanya kuwa huru kipindi hichi. Napenda sana watu ambao wana thinking capacity, bado uwezo wao wa kufikiria uko active. Ndio watu ambao nawapenda. Allah tuongoze, atusimamie na atujalie kheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi